Baadhi ya wakazi wa vijiji vilivyopo wilayani Mufindi mkoani Iringa wamelalamikia baadhi ya makampuni ya uzalishaji chai na miti katika wilaya hiyo kupora ardhi za vijiji vyao na kusababisha kukosekana kwa maeneo ya kufanya kilimo cha mazao ya chakula. Tujiunge na Moses Masenga kwa taarifa kamili. Wakizungumza na waandishi wa habari za Mazingira Jet waliozuru vijijini humo katika kampeni ya Ardhi Yetu Ajenda Yetu, viongozi wa serikali za vijiji vya Mtwango na Sawala wamesema kutokana na kuporwa ardhi katika vijiji vyao imesababisha wananchi kukosa ardhi za kilimo. Wameongeza licha ya kupeleka malalamiko yao katika ngazi husika za serikali, lakini mpaka sasa hakuna msaada wowote waliopata, huku wawekezaji hao wakizidi kuingia mpaka kwenye vyanzo vya maji. Utaratibu hapa ni kwamba kijiji kama kijiji hiki kimezungukwa sana na makampuni yalipola sana ardhi hapa. Kwa hiyo hatuna. Sasa watu wanaanza kuhoji, kwa sababu nguvu yote wanajua tukipeleka kijijini kiongozi atatusaidia. Sasa inafika mahala hili jambo lilifanyika kwenye ngazi za juu, ambapo sasa hata unataka kuhoji swala kama hili unaweza ukanyamazishwa, kwa maana ya kwamba yani unaonekana wewe ni mdogo sana kuuliza kitu kama hiki. Kuhusu athari zitokanazo na ukosefu wa ardhi za kilimo cha mazao ya chakula, wakazi wa vijiji hivyo wamesema inawalazimu kununua chakula kutoka vijiji vya mbali au mikoa ya jirani. Athari zilizopo ni kwamba kwa mtu ambaye hana eneo la kupanda miti, maana yake lazima atakumbana na njaa, kwa sababu chakula inabidi awe ananunua. Changamoto inayotupata kulima zao la chai na kupanda miti, kweli njaa kijijini inaingia sana. Ni kweli kwamba hayo mashamba kama ulivyosema ni ya muda mrefu na umiliki wake ni wa muda mrefu, na kimsingi huo ni mkataba kama ulivyosema kwamba hati ni mkataba kati ya serikali na mmiliki. Inaweza kawa mtu binafsi, inaweza kawa kampuni, inaweza kawa kampuni ya ndani, inaweza kawa kampuni ya nje. Nikiripoti kutoka Mufindi mkoani Iringa, mimi Moses Masenga.